Mfalme Abdullah wa Jordan amesema vikosi vya taifa hilo havitaingia Gaza kwa ajili ya kufanya doria. Zaidi, vikosi hivyo vitaingia kwa ajili ya mpango wa kuhakikisha wanalinda raia pekee. Mfalme huyo wa Jordan Abdullah amesema kuwa hakuna nchi ambayo itakuwa tayari kupeleka vikosi vyake huko Gaza kwa ajili ya utekelezaji wa amani kama ilivyoainishwa katika mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump wa Gaza katika mahojiano yake na shirika la habari la BBC mnamo Jumatatu. Mfalme huyo alisema kuwa juhudi za kulinda amani badala ya kutekeleza itakuwa ndio njia pekee inayokubalika ya uingiliaji kati wa kigeni katika ukanda huo. Chini ya pendekezo la Trump, mataifa ya Kiarabu na washirika wa kimataifa wanatarajiwa kutoa vikosi vya utulivu, kutoa mafunzo na kuunga mkono vikosi vya polisi vya Palestina huko Gaza. Mpango huo pia unatoa wito kwa Hamas kupokonywa silaha na kuacha udhibiti wake wa kisiasa katika eneo hilo. Hata hivyo, Abdullah alionyesha wasiwasi wake juu ya uwezekano wa operesheni hiyo, akisema kwamba vikosi vya kigeni havivutii kujihusisha na uingiliaji wa kijeshi wa moja kwa moja huko katika ukanda wa Gaza. Ikiwa tunazunguka Gaza kwa doria na silaha, hiyo sio hali ambayo nchi yoyote ingependa kujihusisha nayo, mfalme huyo alisema, akiongeza kuwa ulinzi wa amani ambao utahusisha kusaidia vitengo vya polisi vya Palestina ni jambo ambalo Jordan na Misri ziko tayari kusaidia, lakini si kwa ajili ya mapambano zaidi kuwanyang'anya silaha Hamas pamoja na mambo mengine. Abdullah pia amesema kuwa Jordan haitatuma vikosi vyake katika ukanda wa Gaza, akitolea mfano uhusiano wa karibu wa kisiasa na idadi ya watu wa nchi hiyo wa eneo hilo. Zaidi ya nusu ya wakazi wa Jordan wana asili ya Kipalestina na ufalme huo umekuwa ukihifadhi wakimbizi wa Kipalestina kwa muda mrefu. Mfalme huyo alibainisha kuwa jukumu la Jordan litakuwa tu kutoa mafunzo kwa vikosi vya usalama vya Palestina badala ya aina moja kwa moja ya ushiriki wa kijeshi. Alipoulizwa kama Hamas inaweza kuaminiwa kufuata masharti ya mpango wa amani, Abdullah alisema hana uhakika, lakini akaashiria Misri na Qatar ambazo zina uhusiano wa karibu na kundi hilo kama ishara ya matumaini na ushirikiano. Ikiwa hatutatatua tatizo hili, ikiwa hatutapata mustakabali wa Israel na wa Palestina na uhusiano kati ya ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu na Israel, tutaangamia, mfalme aliliambia shirika la habari la BBC. Ameelezea Abdullah akizungumzia juhudi za kibinadamu zinazoendelea na za Jordan huko Gaza. Zaidi ya watu 5,000 wa Gaza, wakiwemo watoto 253, wamehamishwa hadi Jordan kwa matibabu, kulingana na Bwana Abdullah, mfalme wa Jordan. Licha ya kasi ndogo ya uokoaji ambayo shirika la afya ulimwenguni imeelezea kama wa chini sana, Abdullah alisema juhudi hizi ambazo zinahusiana na ukaguzi wa usalama wa Israel na nchi zinazowakaribisha zilikuwa muhimu. Mwezi Februari, mfalme wa Jordan alikutana na rais wa Marekani Donald Trump kuomba usaidizi katika kuhamisha watoto wa Kipalestina waliokuwa wagonjwa sana kutoka Gaza, kusababisha mamia kuhamishwa. Wakati watu wengi katika ukanda wa Gaza bado wanasubiri kuhamishwa, Abdullah alisema kwamba lengo la Jordan litaendelea kuwa katika kutoa misaada ya kibinadamu tu. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.